Leo hii fitna ni kitu kirahisi, mtu analeta fikra ambazo watu watauana, akizipamba kwamba hii ndani yake kutakuwa kuna haki, hii si sawa. Na lazima watu hawapate, kwa sababu watu wana makundi tele katika akili. Kuna akili ambazo haziko salama. Kuna mtu nitakachoongea na kipokea hivyo hivyo, hana hata ule muda wa kukibalansi. Sasa hawa amatu, unajua kuna umara, kuna viongozi, alafu kuna amatu nasi. Kuna viongozi, alafu kuna watu wa kawaida. Hata Mtume kishasema akija Masiha Dajjal, watakaomfuata kwa wingi ni watu wa kawaida, wale ambao hawajui kuchuja mambo. Sasa wewe ukiwa kama kiongozi, cheza na akili zao hawa, wasaidie hawa. Hata ukizungumza kitu wanaweza akakipokea vibaya. Ndio maana hata katika taaluma za kuzungumza ujue kufafanua mpaka mwisho. Unaweza ukazungumza kitu tu, lakini mwingine anakichukua kwa akili yake, na si hivyo. Sasa katika speech yako, cha kwanza fattaqu mawaqi'utuhuma, ukiongea maneno yako yakamilishe mpaka mwisho kama Qur'ani ilivyotimia. Hakuna nusu. Ogopa kutuhumiwa. Sasa ili kuepuka hivyo, si kila ukweli unafaa kusemwa. Halafu kusema sana hakuna maana, kusubiri ni bora kuliko kusema. Na kama kusema kutakuwa ni shilingi, basi kunyamaza ni dhahabu kabisa. Na mambo mengi huwa yanatengenezeka kwa fikra, si kusema sana. Kama kuna wanaofaa kusema, ilikuwa ni Mtume Muhammad. Alikuwa si mwingi wa kusema sana na kushare. Lakini wewe hakuna kinachokupita, alafu unaharibu mshtama. Alafu usijifikirie wewe. Angalia wenzio, angalia wadhaifu, angalia wazee. Kwa sababu ya fitna na media na kusema, mpaka hivi sasa kuna watu wameathirika kwa kiasi kikubwa sana. Wallahi, kuna watu wengi kwa haya tu yanao trendi, depression zishawapata. Hamu wapumzishi, unabeba madhambi ya watu wote, utaweza wewe? Kisa tumepewa midomo. Ndio maana mnenaji mmoja anasema, natamani ningepewa milki ya kuwafunga watu midomo, na angepewa asingebakia hata mmoja kuwa mdomo wake kuwa huru. Midomo inaharibu. Siku zote tunasema sisi, yani ukiona nchi kwa nchi zimegombana, kadhia yake ulimi. Wanachuoni walisema ulimi una madhara 80 na kitu, unakaribia kufika 100. Angalia ulipokuwa mtafauwe kwa ulimi. Ulimi unagombanisha, unachonganisha, na kuna watu damu zao hawafurahii watu wakiwa wanaenda vizuri, isipokuwa kuwe na matatizo na kadhalika. Kwa hiyo hutuba ijayo tutazungumzia fitna. Leo tumezungumzia heshima juu ya viongozi. Narudia tena kama nilivyosema, maisha Allah alivyoyapanga, hata muwe wawili lazima mmoja amsikilize mwenzie, ndio mambo yatatengenezeka. Ndani ya nyumba, ikiwa mama hamsikilizi baba, kutasimama amri gani ndani ya nyumba? Watoto hawataenda shule. Sasa usifikirie vita vya nchi, na yani vile vita vya ndani tu vya wewe na mke wako vinakunyima usingizi, vinamsababisha mmoja apanie kunywa sumu, kuua. Ni vita ambavyo vinachanganya kichwa. Na angalia maumivu unayoyapata mwanaume, mtu unayemmiliki akiwa hakuheshimu. Asikuheshimu tu, asikutukane, na akivuka mipaka kutukana, wewe hujai kushtaki kwamba kansonya mimi mke wangu, anaweza kusonya huyu? Mpaka watu wote umefikia stage hiyo. Ndugu yangu, mume asonywi, mume atukanwi. Uambiwe tu mjinga, wewe unaniambia mimi mjinga? Au malizi hivi hivi. Umeshafahamu vizuri? Panauma. Mwanao akikutukana ususi, hajapata radhi, hicho kinyongo akikutoki mpaka mamake atamwombea radhi. Kwa sababu heshima ni kitu kikubwa katika jamii. Mtume sallallahu alaihi wasallama, CV yake bwana, alisifika mwenye adabu. Kwa hiyo mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muhimu sana yeye kumheshimu kila alokaimu alokuwa zaidi yake. Na asili ya ukubwa wa mtu ni kuwa mutawadhi. Hakuna ana kabirun qaumin fa'adhimun, lazima uwe chini. Sasa mabwana, jengine ni dua. Inshallah naiandaa khutba ijayo ili watu wajue
kila alohusika kuanzisha fitna japo ya comment ya tubu kwa Allah, Allah alimghadhibikia kabisa kabisa, kwa sababu fitna zinaonekana matokeo yake, imeonekana shida yake. Inawezekana sasa hivi kuna watu tunawazungumzia mengine, hata miili yao bado pengine haijapatikana, lakini chanzo ni wewe. Zile ni darasa, zile ni subject, zile toa somo zuri. Umecomment, umemtia mtu moyo, umemtia ujinga, alafu wewe unaona umemaliza, pengine ushahusika kubwa. Angalia bwana, mwizi akikimbizwa tu huyo huyo, wewe ukisema tu kapita hapa, akiuawa na wewe katika wauaji. Hakuna kitu kidogo kwa Mungu. Wakula shay'in ahsaynahu kitaba. Mmoja alikuwa anafanya kazi kwa bosi wake, bosi akamwambia gibni kalamun wal waraqa, nipe kalamu na karatasi, nataka niandike hukumu ya fulani kunyongwa. Akamwambia na wilha anta, chukua mwenye kalamu, chukua mwenye karatasi. Ambia ka wewe leo umekuwa mjeuri. Ambia si mjeuri, midamu unatia hukumu ya mtu kunyongwa, hata nikikuletea kalamu na mimi nishashiriki. Sasa wewe unaona neno zito, unaona ndogo hilo, kwamba liwe na litakalokuwa tu. Hivyo unavyosema umewatengenezea mazingira wazee, umewatengenezea mazingira watoto wadogo, umewatengenezea watu mazingira ambao hawana hata nauli ya kwenda, umeshawatengenezea mazingira. Au Mwenyezi Mungu kukupa taufiki kumiliki simu ndio ishakuwa tabu. Ndio maana Sheikh, yani kuna watu mpaka watakufa, kuna vitu Allah hawapi. Allah ni mwadilifu sana, akikupa utaharibikiwa, akikupa umefeli. Kuna mtu akipewa gari maisha yashaharibika watu wengine, kuna mwingine akipewa siha watu wengine watafeli. Sasa Mwenyezi Mungu kuna baadhi ya waja anakadiria utamuonea huruma, huyu jamaa maskini, lakini hiyo ndio salama yake. Hiyo ndio salama yake. Hiyo ndio salama yake. Na Mwenyezi Mungu akimuona huyu mtu, huyu atafaa wengi, anampa jambo. Hizi zote ni busara za Allah. Anagawa maisha kupima maslahi ya watu. So kuna baadhi ya mioyo haina huruma kabisa. Kuna mtu mwingine nafsi yake imekadiriwa, nafsi yake ni kudhalilisha, ni kufedhehesha, ni kukatili, ni kuumiza. Yani mtu haoni raha bila mtu kupata madhara, bila faida yoyote ile. Bila faida yoyote. Kwa hiyo tutazungumzia ubaya wa kuamsha fitina. Leo tumezungumzia umuhimu wa kuwatii viongozi, na hapa tunazungumzia dini yetu ya Kiislamu. Hapa tunazungumzia dini yetu ya Kiislamu. Lakini jambo jingine, kipindi cha nyuma tuliweza kuzungumza mpaka umuhimu wa amani, na tunaona tunaizungumzia dini, wala hatulewi wala hatupo kwenye kampeni. Mtu mmoja alipiga simu sana, Sheikh Uthman nilikuwa nampenda sana, lakini leo nimesikiza hotuba yake TBC, anaongelea amani bila ya haki. Kuanzia leo siendi tena kuswali. Siwaelewi hao masheikh. Umeona maneno hayo? Huyu ufahamu wake ni mdogo, wala hatumlaumu. Wala hatumlaumu. Lakini pia dini hii si ya masheikh. Si dini ya masheikh, dini na taratibu zake. Sasa ukiona shekhe kasema halafu umuelewi, hebu soma na wewe uwe shekhe useme ili ueleweke. Kwa sababu kila mmoja itakiwa mchango wake. Mchango. Na sisi ni wanadamu. Unaweza ukafikiria kitu kumbe kipo tofauti, lakini pia kuna milango ya dhana. Sisi kwa kweli binafsi, kwa kuiongelea mimi nafsi yangu, kwa kiongelea mimi nafsi yangu, na wala si takasi, sijawahi kuhudhuria kikao chochote kile cha kiserikali, kwa sababu mimi si mtu wa huko. Lakini nikiona mazingira ninayoishi mimi, amani ipo hatarini, lazima niseme. So kazi yangu ni kusema, na Allah kanikadiria kusema. Wala Mungu hatakuja kusema kwa sauti, wewe si nishakwambia wewe unaweza kusema sema na watu, itakiwa nijiongeze. Na nitapata rehema za Allah kujiweka position yangu. Sisi kama watu madai hatuwezi kuona jambo linaenda sivyo
na kuna watu nyuma yetu wanatamani mbona hasemi. Sasa sisi automatically Mungu ashatutuma kwa ajili yao, tutasema. Mtu mmoja alinipigia simu yuko Morogoro, ambaye bwana sijui ninagurua gunia sijui 30 za mchele. Shekhe, umezungumzia mambo ya amani, vijana hawajui, najua utasemwa na wengi. Mimi nataka nzilete hizi kwa sababu nishai kupeleka BAKWATA huko. Na mara nyingi si tukizungumza speech zetu mabwana, tunaeleweka na wazee, vijana wenzetu tabu kidogo. Ila wazee wanaelewa. Kwa sababu wazee vichwa vyao vina upeo mkubwa. Na bado ukiwa unazungumza hauridhishi wazee, vijana ndo wanakuelewa sana, jichwini kidogo. Si unajua ujana una uendazimu wake kidogo, una mhemko kidogo. Hakuna kijana anayependa kuwa mnyonge, lakini dini inatakutaka uwe hivyo. Kwa sababu dini inasema laisa shadidu bisara, mwenye nguvu ni mwenye hekima na busara. Sio miraba minne, sio miraba minne. Na sisi tulokuepo hapa jamanini, sisi wote ni madai. Si mpaka mtu aonekane kwenye kamera. Kila mfuasi wa Mtume Muhammad huyu ni dai. Kuanzia majumbani mwetu, mitaani mwetu, tunaokutana katika marafiki zetu, ifanyike dawa. Umuhimu wa amani, umuhimu wa maelewano, umuhimu wa kuheshimu viongozi, hizi dawa zitrendi. Na Waislamu ni wengi, tukiamua tunaweza. Tulinganiane katika jambo hili. Mangapi tumelinganiana nayo? Mangapi tumelinganiana nayo? Jamani, hivi sasa kuna jambo fulani tunatumiana mpaka message vya ajabu. Sijui barua imetoka huko kwa Mtume, sijui mfagia wa msikiti wa Mtume kaoteshwa, sijui kitu gani, ukisema hivi mara hivi, japo nza uongo, lakini zinapita na watu wanatii kweli kweli. Na watu wanatii kweli kweli. Jengine tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe. Na la mwisho tunaomba upande wa wale wazungumzaji wenzetu wasio wanafeli, hata kama wapo nje upande wa mashehe, wasizungumze zile fikra za kijahili ambazo azileti usalama. Sisi wenzenu tupo katika hali ya ubaridi, tupo katika hali ya ubaridi na amani na utulivu. Leo mimi nilikuwa, watu wengi wananiuliza, Sheikh Busatu litakuwepo kweli? Nikamwambia inshallah lipo. Kwani kuna shida gani? Sijui kama watu watakuja. Watu washakuwa na wasiwasi bwana. Kwa hiyo tumombe Mungu atuwafikie. Sanjali na hayo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituruzuku mambo yakazidi kuwa vizuri, tuna ziara muhimu na haya yote yanahitaji amani. Mabana, tuna safari ya Tanga, safari kubwa na tamu. Kwanza kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna kituo chetu tutaenda kukizindua, ambacho hichi kituo kwa dini kimepatikana. Sitaki kumaliza utamu huo, kiwe kama surprise kwa jamii na watu tuwaoneshe nguvu ya kumswalia Mtume Muhammad. Tuwaoneshe nguvu ya kumshika Mtume kila kona, baraka zake. Lakini katika safari hii Tanga ina sehemu nyingi za utalii, na huu ni utalii wetu wa ndani. Kule kuna milima ya Usambara. Tumeazimia milima ile kuipanda na kushuka, atajwe Mungu kule. Lakini kwa maksudi tunavizia msimu wa matunda, na Tanga kuna matunda mengi. Hayo matunda damu karibia aina 6.
Kuna mapeasi, lile peasi ukilipata asubuhi halina tofauti, limetoka kwenye friji baridi. Lakini pia kuna ndege wa sampuli mbalimbali watamu, kuna sungura kule, na mashambani humo mna ghazal, paa wale. Lakini pia ni sehemu ina mboga nyingi sana Tanga. Sasa itakiwa twende tukafurahi, tubebe wazee, lakini pia tubebe mashehe, sisi tukafurahie na mji wetu. Unajua, pengine ningezaliwa mkoa mwingine labda ngekuwa sina mbwembwe za kwenda, lakini kwetu kuna nishawishi kwenda, kwa sababu cha kwanza bila kupepesa macho ni kutamu sana. So tunaona hata wenzetu wa mikoa mingine wanakuja kutembelea, kuna uzuri, hata baadhi ya viongozi wamekusifu, ni kuzuri mno. La pili, kuna shawishi kwa sababu ni mikoa ya karibu, hata mkienda amna kuchoka sana, mshafika. Lakini la tatu, kuna warembo wengi. Ikiwa hujaoa Sambani, wewe laisa minna. Hata Sheikh Haidar aliacheke, ukiwa hujaoa huko laisa minna, wewe si katika sisi. Wapemba sema wewe si katika wazuri. Binti wa Kisambaa ni binti pekee ambaye Allah amemjalia ana subira. Subira yao jabali, kiasi ambacho zile kazi zao wanazozifanya kule hakuna binti ilele mama. So unajua kuna kuku wa kienyeji na kuna kuku wa kizungu, broiler. Ukimwona Msambaa lele mama, huyo kuku wa kizungu wa umu. Lakini ukimpata yule ambaye zile sesi zinatokea kwenye meno, sasa hivi safanyaje sasa? Ukishamuona huyo kuku wa kienyeji, huyo mwenyewe wa kienyeji, ukimsikia anatia lamda, huyo tamam. Amna mkorogo, hiyo rangi ya dhahabu. Cha pili, anaweza kulima hapa mpaka huko, anaweza kutoka hapa Buguruni mpaka airport, mpaka Gongo la Mboto na bonge la zigo la kuni anaweza. Huyo ndani hahitaji mfanyakazi wa nini. Na baraka nyingine, uzazi uko karibu, mashallah. Umekosa watoto 13. Umeona habari yake? Makhlutu, Arabu, uzungu zote zipo kule. Marake mimi ni Msambaa, saa nyingine unaweza ukakutana na Msambaa, wallahi. Unaambia dada, karibu, habari yako, umetokea Omani? Habu ni Mshamba. Ala, mimi najua imeshuka ngoma kutoka Dubai. Lakini ndio maana ukiongea Kiarabu usiseme Msambaa, useme Asambawia. Asambawia. Lakini sifa nyingine ya Wasambaa, ukarimu umepitiliza. Wakarimu sana. Wewe uingie nyumba ya Kisambaa, kaa kidogo upate chai, kaa kidogo tu. Hapana, kidogo. Lazima ukirimiwe. Ukiwa na mke Msambaa, uchoyo hamna. Uchoyo hamna. Mkweye, ala. Na mwanamke wa Kisambaa hatuombi hivyo, mpaka lile jukumu la mume analichukuaga yeye.
la kutafuta riziki, anaweza hata akawa analima yeye unakula wewe, japo si sawa. Kwa hiyo ni mtu ambaye kama huna subra ipo. Subira ipo. Subira ipo. Kwa hiyo alafu jambo jingine, kumpata Msambaa awe kichwa wazi, huyo ni kuku ya kizungu. Maana hata wewe polini huko anachunga na kitambaa chake kichwani. Hiyo must. Wanajistiri sana. Hawana tofauti na Wanyaturu wa Singida. Hata yuko polini kichwa kimefunikwa. Na Singida pia wakarimu sana. Sana. Sasa je, amtaki kwenda kutembelea kutabaruku miji hiyo? Muhimu sana. Muhimu kweli kweli. Muhimu kweli kweli. Wana baraka zao. Kwa hiyo pia kwa kweli ukifika Sambani utashangaa. Na mimi sisemi sana. Na mimi sisemi sana. Tizama hata wanaume wenyewe, japo sisemi kwa vibaya, mashallah, hawana sana sura ngumu. Au mnasemaje? Japo hakuna mwenye sura ngumu. Nilienda nchi fulani na rafiki yangu fulani, katika hiyo nchi sihitaji. Rafiki yangu mmoja akaongea neno tukacheka, lakini na mazingatio yasema, bwana, wanaume wa Tanga wazuri kuliko wanawake wa mji huu. Nikamwambia imekuwaje? Alianza sema, shekhe, huu mji una nguvu ya kuhifadhi macho kweli kweli. Nikamwambia kwa nini? Yaani sioni hata mwanamke anayenishtua. Ukiona ule ugoko kama ugoko wa chuma. Nikamwambia bwana, utakufuru yake wewe. Ambia hapa mimi naona hata sipati dhambi hapa. Ngambia lazima uhifadhi macho. Ngambia kwa nini? Ambia wallahi wanaume wa Tanga wazuri kuliko wadada wale kuepo hapa. Ngambia usiseme. Hizi nchi za watu bwana, tuko mbali huko, hebu tulia hayo mambo. Tulia hayo mambo. Na ukisema mwanaume mzuri, hakuna anayekataa uzuri bwana. Mbona unachonga unavaa miwani na wakati una matatizo ya macho, unajitengeneza hakuna asotaka. Lakini pia mwanaume mzuri yupo. Nabii Allah Yusuf kila siku tunamsifia ni mzuri, sio mambo ya mubtada. Anayesema mimi mbaya, napenda kuwa mbaya nani? Na hayo maneno ya leo kwamba wanawake wanataka wanaume wabaya, si kweli. Mara ngapi watu wanasema unaenda kwenye hall na wewe umezidi kwenye hall, umeenda umefuata nini? Mara ukiingia kwenye hall hata hawendani. Umepata wapi mbegu iwe mdada? Yaani mdada mzuri kaingia kajiletea mwituni. Kuna mtu wa mwituni wanamuita mpoko. Unajua mpoko? Kwa hiyo habari zake nzito. Sasa ikiwa wababa wako hivyo, wamama watakuwaje? Che zaidi tia nadhiri ukaoe Sambani. Na ukienda na mimi, si ndio kwetu kule yashamalizika. Kubwa tu umtunze. Kubwa tu umtunze, lakini usikosee. Lakini usikosee. Juzi hapa kushinda hizi siku 2-3, kuna nikaha imefanyika, shekhe ameenda kuisimamia. Shekhe ameenda kuisimamia. Imefanyika Chanika tu hapo. Nikauliza huyu mtoto Mwarabu Msomali wa wapi huyu? Kifaa kweli kweli. Ngambia Sambawia. Umeona hizo habari zake? Shekhe alikuwa mvimba macho bana. Ana tofauti na Mwarabu yule. Allah. Alafu mali mpya. Hakuna kuuziwa mbuzi kwa gunia huko. Hakuna hizo habari. Nishangaa unahangaika tu. Sasa safari hii itakuwepo insha Allah. Na jengine kule Tanga ambalo nime experience, chakula chochote kitamu, hata kama akijaungwa na mafuta,
So ile weather na ile baridi. Yani shekhe, ukila ugali kule unaweza ukajingata. Ule nyama uone sasa. Maziwa. Enzi hizo kule Tanga kuna watu, maana chakula kikubwa kule ni wali. Ilikuwa watoto wakila wali mpaka wanavimba uso, hawajawahi kuzoea, hawajawahi kula wali. Sasa ukitokea ule wali, habari zake kubwa. Kwa hiyo kule Tanga chochote unachokila, lile tembele halina mafuta, halina nyanya, lakini tamu kweli kweli. Alafu ukifika Tanga una appetite ya kula. Kuna watu wapo jimu watafuta nguvu za kulia, hawawezi kula, hana appetite. Kwa hiyo pia ukienda kule Tanga ukila una appetite, yani unakuta unaondoka mwanaume kweli kweli. Vitu vinakatika. Sasa mkiwekea pamoja zeda, mbona na hichi. Sasa kuna vipelege hivi fulani vya kuchomwa na kachumvi kwa mbali na kapilipili hivi. Umeona? Sasa ukila kale na ule ugali hata uoni umeondokaje. Na chai ya kule tamu kweli kweli, hasa iwe ya kahawa, sawa ya baridi. Kwa hiyo appetite pia za ulaji zinaongezeka. Alafu una mix na matunda, kuna maparachichi hata hapa Bongo sijayaona. Na mua wa Tanga mtamu kweli kweli. Ardhi yenyewe nyekundu, unaona mchezo. Ardhi nyekundu. Sasa upate kuku wa kienyeji kule utaelewa habari zake. Upate nyama choma sasa au utavurugwa. Halafu kuku wa kule, mnyama wa kule ni mtamu kuliko wa hapa kwa sababu anakula virutubisho. Kuku anapata wadudu wengi. Wewe ng'ombe unafuga hapa Dar es Salaam anakula mapumba wapi na wapi? Au comes. Ndio maana maziwa ya kule kuna kitu kinaitwa baesa. Baadhi ya majani ng'ombe akila anatoa maziwa mengi. Yenyewe yale yanakuwa na virutubisho vingi sana. Kwa hiyo wanyama wenyewe wanakula vitu safi, na wewe utakusaje kupata vitu safi? Ndio maana kule unakuta mtu kajaza chupa nzima mafuta ya kuku. Makuku yana mafuta kweli, ambao ni dawa ya masikio na kadhalika. Kwa hiyo ziko neema kule. Sasa upate ile tunda unalitoa kwenye mti wenyewe, peasi baridi kubwa. Utaomba umri usiishe. Alafu pia kwa ajili ya ile baridi kila kitu kina ladha. Hata ukioa kukiwa na baridi siku hizo kule. Hiyo ndo Tanga hiyo. Habari zake nzito. Shaida leo ushamaliza wa 4 basi usigune, inatosha. Sasa Tanga kunani? Kuna neema hali ya juu. Sasa inshallah taala tutakwenda Tanga sisi kwa ajili ya furaha kama hizo biidhnillahil karim. Lakini pia la mwisho tumesimama kiamu Jumatano, tumefanya dua, lakini leo tumechinja. Lakini pia ili kuomba dua na mambo haya yote haya yanatakiwa utulivu wa nchi, utulivu wa mazingira ndio yatafanikiwa. Sekta zote tumeshaziandaa, tunasubiria tarehe. Na safari hii kina Sheikh Abdallah tukienda, Allah akijalia, kila mtu na chumba chake. Habari nzito. Habari nzito. Sasa kwa ajili ya dua hiyo, hata khidma ya leo ni khidma ya nguvu kama sijakosea. Leo maandazi yamepumzishwa. Hapa walinazi, alafu anayepika mtanga. Kweli kuna binti wa Kisambaa anapika walinazi hapo. Msimjue tu nani. Lakini la pili, hilo tunaweka kwenye bracket. Kwanza ule wali afu ukiuelewa ndo utauliza. Lakini pili, biriani tunaitarajia. Lakini tatu, tunatarajia nyama za sampuli mbalimbali. Pate nyama za kukaanga, pate za mchuzi kidogo, pate juisi baridi. Baridi kidogo. Kwa hiyo pia leo na nikitizama hatuko wengi, naona kila mtu atakula sahani za watu wawili. Lakini lengo ni furaha ya Ijumaa. Ni furaha ya Ijumaa
na mwingine akiwa upo kwenye mitandao. Sasa ndo wanaongea nini? Yani ndo tunajifili leo tumejiachia, yani katika busati letu hatupo serious, hatupo katika minasa, hatupo mimbarini hapa. Ili ni busati letu linaendeshwa katika sura ya namna kama hiyo. Kwa sababu busati letu linaenda hivyo, Sheikh Bakari atie maneno mawili kidogo, halafu nifunge busati letu na Sheikh Haidar maneno mawili ya furaha kidogo, halafu tufunge, pengine na Sheikh Jaega, pengine na mjomba mmoja, tukianza na Sheikh Bakari. Shika Sheikh. Na sihiria ashqi, masaji kwa ajili ya kupaka, kuondosha zohari, kuondosha uchawi. Tutumie dawa ya kufukiza inaitwa Ibtalu Sihr, na uchawi mbaya, uchawi mweusi, kwa vidonge vinaitwa Dhihabu Rijza Shaitan, na vidonge vingine rangi ya gold vinaitwa Mukhallatun. Ogopa uchawi mweusi, utakupindua. Ukipata pisi zako kama hizi, insha Allah utaongokewa. Lakini tumetaja mabinti wa kitanga, huwezi kumenya tunda, sharti uwe na kisu, tena kisu kikali. Vijana wengi tumekuwa kama wazee, hatuko sawa. Sasa kuna dawa imetokea milima ya Usambara inaitwa mshushu wa mbuzi, lakini ndani yake imetiwa mshushu wa mbuzi na jina lake inaitwa Al-Qawiyul Awwal. Hii mshushu wa mbuzi, mwenye macho haambiwi tizama. Uchukue dawa yako hii uinywe, alafu utajiona umekuwa kijana mpya. Lakini iongezee na mmea uliochanganywa wa mathna wa thulatha wa arbaa. Lakini unakosaje dawa inaitwa Hurufu Mbaham, mafuta ya kondoo yatakao kusababisha safari zetu lisaa lizima bado gari yako haijafika. Lakini unakosaje dawa inaitwa Dhu'ful Jinsia Lirijal, dawa kirutubisho, dawa inayotibu maradhi karibia 50, dawa inayokuokoa na saratani ya tezi dume. Kwa hiyo unajitibu, lakini pia huku unaenjoy. Na hizi ni dawa baridi zenye salama na figo yako. Binadamu ameumbiwa mizizi, hakuna kutishana tishana. Usinywe mizizi, pengine utakufa. Hizo dawa hazina madhara, kitu chenye madhara hakitangazwi. Lakini pia Tanga twende tukale, lakini kuna matunda kama tumbo lako lina shida kidogo, yanauma kwa sababu yanawage ule utomvu wake. Kwa hiyo itakiwa mtu aliosalimika. Sasa watu wengi wanatembea na pancha, madonda ya tumbo yamewaenea. Kuna dawa nambari 1 inaitwa Amradhu Batniya. Hii ni robo dozi. Nusu dozi ni dawa inaitwa Majmua Al-Butun. Dozi kamili ya madonda ya tumbo unamalizia na dawa inaitwa Fil Ma'da. Inshallah ukizipata hivi wewe ushakuwa mzima. Kwa ninavyoona hizi dawa hizi huna hata moja ya kukosa. Zipate hizi dawa. Lakini tunazo nyingine pia. Lakini pia tumespecial zaidi na mambo ya visomo na dua pamoja na counseling, ushauri. Ushauri kwa ajili ya ndoa, ushauri kwa ajili ya familia, maelezo ya mirathi na kesi za hapa na pale. Njoo utatatuliwa, kesi za kiafya, kesi za kimahusiano. Tunayo kliniki kwa ajili ya mahusiano. Na senta yetu inajihusisha kwa haraka na tiba za sampuli 3. Inatoa tiba za mitishamba dhidi ya maradhi yote yanayotrendi duniani. Lakini inatoa tiba zinazoonekana kwa mlango wa nyuma za nguvu za giza, majini, uchawi na kijicho. Lakini pia tunatibia kupitia cupping, sunna, hijama, chuku, kuumika. Karibuni sana. Tupo nchi ya Tanzania, tupo mkoa wa Dar es Salaam, tupo wilaya ya Ilala, kitongoji au kata ya Buguruni,
mtaa wa Mivinjeni. Kwa haraka haraka namba zetu zipo kwenye simu na nyingine hizo na nyingine hizo na nyingine hizo na nyingine hizo. Nyingine nchi ambazo tunakuwa na urahisi kutembelea kama Kenya, Nairobi, Mombasa, Burundi, lakini pia mkoa tunaotembelea sana ni Tanga na Zanzibari, Unguja na Pemba pamoja na Singida, lakini tuna tamaa ya kufika kila pahala, lakini kwa sasa tupo, njoeni mkutane nasi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.